inaondoka, Simba Sports Club inabaki, na ndio maana timu yetu inafikisha miaka 90 mwaka huu. Ni kwa sababu waliopita waliunga mkono timu hii katika nyakati zote, katika vipindi vyote, hawakuwahi kuiacha, hawakuwahi kuisusa, hawakuwahi kuikatia tamaa. Laiti kama wangeikatia tamaa, tungekuwa kama Pan Africa, tungekuwa kama Nyota Nyekundu. Lakini wenzetu wana Simba wa zamani waliipambania Simba katika nyakati zote. Hii leo ni timu kubwa barani Afrika, na sisi wa sasa tunatakiwa kuipambania Simba hii kwa hali yoyote ile. Klabu yetu iendelee kudumu, iendelee kuwa kubwa, na iendelee kufanya vizuri. Na mechi ya tarehe 1 ya mwezi wa pili iko mikononi mwetu Wanasimba. Wanasimba wote tukaamua kuzungumza lugha moja, Esperance anakufa Benjamin Mkapa. Mbona mmepoza? Au mmeishiwa pawa? Simba ubaya, wana Simba. Asanteni sana Mheshimiwa Diwani, Mheshimiwa Mwenyekiti, Katibu wa Simba wilaya ya Mbagala, mwenyekiti wa tawi la wekundu wa Kurasini mji mpya, viongozi wote wa tawi hili, wanachama na mashabiki wa tawi hili, viongozi wote wa matawi ambao mmefika hapa, na mashabiki wote wa Simba ambao tumefika hapa, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Awali ya yote, ninayo furaha kubwa kufanikisha uzinduzi wa tawi hili kwa kushirikiana na viongozi wa Simba wilaya Mbagala pamoja na viongozi wa Simba kutoka makao makuu, na kama ambavyo amesema kaimu mkurugenzi wa matawi na wanachama, ya kwamba rasmi sasa wekundu wa Kurasini mji mpya ni tawi rasmi la Simba Sports Club, na kwa lugha nyepesi ni familia mpya ndani ya Simba Sports Club. Sisi tunayo furaha kubwa kuona tumeongeza mtoto katika familia yetu ya Simba, na nichukue nafasi hii kuwakaribisha rasmi kwenye familia yetu ya Simba. Bahati mbaya tu ni kwamba mmezaliwa kipindi cha shida, kwa hiyo msije mkafikiri maisha ndiyo hayo hayo. Utafika muda wetu wa kufurahi na ninyi mtafurahi. Yale matawi makongwe yanajua kuna kupanda, kuna kushuka, kuna kupata, kuna kukosa. Kwa ninyi, kwa kuwa mmezaliwa kipindi hiki cha njaa, kipindi cha shida, msije mkafikiri haya ndio maisha ya kudumu ya Simba Sports Club. Hiko ni kipindi cha mpito cha Simba Sports. Tunapita, tunakwenda kwenye nchi iliyokuwa bora zaidi. Kwa hiyo msikate tamaa na wala msikatishwe tamaa. Wanasimba kitu kimoja, hakuna kutengana. Wanasimba kitu kimoja, hakuna kutengana. Bei rahisi. 12 yako ya Kitanzania unapata t-shirt kama hii bei rahisi kabisa. Sawa na bure wana Simba. Uongo. Ndugu zangu wana Kurasini na wana Simba wote kwa ujumla,
Pamoja na kwamba tuko hapa kwa ajili ya kufanya shughuli ya uzinduzi wa tawi ambalo tunamshukuru Mwenyezi Mungu imekamilika salama, na sasa tumezindua na tawi letu rasmi linaanza kufanya kazi ya Simba. Tunakushukuru Mheshimiwa Diwani kwa kutuchangia kwa mali, kwa kutuchangia kwa mawazo, kwa nguvu zako kufanikisha uanzishwaji na uzinduzi wa tawi hili. Pamoja na kwamba wewe sio mwenzetu, lakini umetusaidia kuzindua tawi hilo. Kwa hilo tunakushukuru sana. Ndugu zangu wekundu wa Kurasini, kuzindua tawi ni jambo moja, ama kuanzisha tawi ni jambo moja, na tena ni jambo jepesi kweli kweli. Jambo gumu linalofuata sasa ni kulilea, kulitunza, kuliendeleza, kulidumisha na kulisimamisha tawi lenu kuwa lina ustawi bora. Hapo ndipo kwenye kipengele kigumu. Matawi mengi yanaangamia, matawi mengi yanakufa, matawi mengi yanafifia kwa sababu ya migogoro ya wanatawi wenyewe kwa wenyewe. Nichukue nafasi hii kuwaasa, kuwasisitiza, epukeni migogoro, epukeni kugombana wenyewe kwa wenyewe. Sisi ni Simba na asili yetu ni nguvu moja. Mkipishana maono, mkipishana mitazamo, ziko sehemu za kwenda kumaliza tofauti zenu. Iko ngazi ya wilaya, nendeni ngazi ya wilaya mkasuluhishe migogoro yenu. Iko ngazi ya taifa, nendeni ngazi ya taifa mkasuluhishe migogoro wenu. Kukimbilia kwenye vyombo vya habari haijawahi kuwa suluhu na haijawahi kusimamisha tawi lolote. Zaidi na zaidi mnaongeza mpasuko, na mnapokuwa na migogoro ndipo wabaya wanapoibuka hapo hapo na kupenyeza ajenda zao na hatimaye tawi linasambaratika. Epukeni kabisa maisha ya kukimbilia kwenye mitandao, maisha ya kusemana kwenye vyombo vya habari. Simba tunavyo vyombo vyetu vya kutatua mambo yetu, tufuate vyombo hivyo. Vimeelekezwa kwenye katiba yetu ya Simba Sports Club, na madhari ninyi mmeshakuwa familia rasmi ya Simba, maana yake mnatakiwa kuisoma, kuifahamu na kuifuata katiba ya Simba Sports Club. Jamani, maneno mabaya. Ndugu zanguni wekundu wa Kurasini mji mpya, baada ya kufanikiwa kuwa wanachama rasmi na familia rasmi ya Simba Sports Club, mnao wajibu ambao mnapaswa kutekeleza kwa maslahi ya Simba. Na niweke wazi, ninyi ndiyo ambao mnapaswa kuisaidia Simba na sio Simba kuwasaidia ninyi. Ninyi ndio mnatakiwa mtoe michango yenu ya kuiendesha na kuisaidia Simba Sports Club. Kwa hilo liweke wazi. Usikae hapa tawini kusubiri Simba iwasaidie ninyi jambo fulani, ama Simba ifanye jambo fulani kwa ajili ya ninyi. Ninyi ndiyo wenye wajibu, nyie ndiyo wenye majukumu ya kuisaidia Simba Sports Club. Ndiyo maana halisi ya sisi kuwa timu ya wanachama, na ninyi ndiyo wanachama wenyewe ambao mnapaswa kuisaidia Simba. Yako mambo mengi ya kuisaidia Simba, lakini moja wapo ni ninyi kulazimika na kuwajibika kuhudhuria kila tukio la Simba Sports Club, haswa matukio ya mechi. Kila mnyama anapocheza mechi katika uwanja wowote, wekundu wa Kurasini mji mpya, kuanzia sasa mnalazimika na kuwajibika bila kuwa na udhuru wa aina yeyote kuja uwanjani, kuja kuishangilia Simba yenu. Ndugu zanguni, tawi tumeshalizindua
Sasa tawi linaendelea na majukumu yake kama kawaida. Kilichobaki mbele yetu ni kufuata ile misingi ya kuendesha tawi letu, na uzuri ni kwamba tunao viongozi wetu wa wilaya ambao watakuwa wanatupa mwongozo nini tunapaswa kufanya kwa maslahi ya timu yetu ya Simba Sports Club. Ndugu zangu wana Simba, tunayo mambo mawili ambayo yako mbele yetu ndani ya wiki hii, na tunapaswa kuyafanya mambo hayo kwa ukamilifu wa 100%. Jambo la kwanza lipo kesho Alhamis tarehe 29 katika uwanja wa Meja Isamuhyo, mechi ya ligi kuu ya NBC baina ya mnyama Simba Sports Club na Mashujaa kutoka Kigoma. Nichukue nafasi hii kualika wekundu wa Mji Mpya, Kurasini, mji wote Meja Isamuhyo, twende tukamalizane na kijana huyu kutoka Kigoma, tuchukue alama 3, mambo mengine yaendelee. Mchezo wetu dhidi ya Mashujaa haujawahi kuwa mchezo mwepesi. Tumeshamfunga mara nyingi sana Mashujaa, lakini hatujawahi kumfunga kwa wepesi hata kidogo. Siku zote Simba na Mashujaa huwa ni mechi kweli kweli, huwa ni mechi ngumu kweli kweli, huwa tunapata upinzani mgumu kweli kweli. Anaweza akajilegeza kote huko alikotoka, lakini akikutana na Simba Sports Club anazikaza kweli kweli. Sasa tuna kazi ngumu siku ya Alhamis, kwa maana ya kesho tunatakiwa kwenda kupata ushindi katika mchezo huo. Ushindi wa kesho dhidi ya Mashujaa una maana kubwa kweli kweli kwa upande wetu Simba Sports Club. Kwanza tunapata mazoezi, na sisi tunamuomba Mashujaa aje mgumu vile vile anavyokujaga siku zote, asije kama yule alivyocheza wiki iliyopita, aje akiwa amejikaza kweli kweli, kwa sababu tunataka tupate mazoezi ya maana, twende tukahangaike na Esperance siku ya Jumapili. Kwa hiyo tunataka atupe mechi ngumu ili tujipime barabara kuelekea kwenye mechi yetu ya tarehe 1 mwezi wa pili. Matokeo mazuri katika mchezo huu yana faida kubwa sana kwetu kwenye kuamsha morali, kwenye kutengeneza ujasiri, morali kwa wachezaji na ujasiri kwa mashabiki wetu, ili kuelekea mechi yetu ya tarehe 1. Maana yake ni kwamba ushindi tutakaopata kesho Alhamisi ndio ambao utaamsha imani na matumaini japo kidogo kwa baadhi ya na kuitumia imani hiyo na matumaini hayo kuelekea katika mchezo wetu wa tarehe 1 ya mwezi wa pili. Sasa ili tupate matokeo mazuri katika mchezo wetu dhidi ya Mashujaa, tunahitaji sapoti yenu wana Simba kuelekea katika mchezo huo. Tunahitaji nguvu yenu wana Simba kuelekea katika mchezo huo. Tunahitaji maombi na dua zenu wana Simba, twende tukamfanye vibaya Mashujaa ili tupate ujasiri kuelekea mechi yetu ya tarehe 1 mwezi wa pili. Wana Simba, tukisha malizana na Mashujaa tarehe 1 ya mwezi wa pili, siku ya Jumapili, ndio tunakwenda kwenye vita yenyewe sasa, ambayo tunajiandaa nayo wiki nzima hii. Ni mechi yetu dhidi ya Esperance, ni mechi yetu ya 4 ya hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa Afrika dhidi ya Esperance kutoka Tunisia. Kuelekea katika mchezo huo, nitoe taarifa kidogo tu zinazohusiana na maandalizi ya mchezo huo. Wapinzani wetu Esperance wanataraji kuwasili kesho siku ya Alhamis, ukiwa na msafara wao wote ambao wanahusisha viongozi
wachezaji pamoja na baadhi ya mashabiki, na tayari baadhi ya mashabiki wao wameshaanza kuwasili nchini Tanzania. Lakini mchezo wetu huu utachezeshwa na waamuzi wanne kutoka Afrika Kusini, na wenyewe wanatarajiwa kuanza kuwasili kuanzia siku ya kesho. Kuelekea katika mchezo huu tumefanya mabadiliko kidogo kwenye upande wa viingilio, na tumefanya mabadiliko haya kutokana na hali halisi ilivyo. Tumefanya mabadiliko haya ya viingilio kuendana na uhalisia ulivyo. Ni ukweli usiopingika kwamba hali yetu haiko sawa sawa sana. Tumecheza michezo mitatu na kwa bahati mbaya tumepoteza michezo yetu yote mitatu. Haijawahi kutokea ndani ya Simba Sports Club. Ni pigo kubwa, lakini hatukai kinyonge, tunasimama imara, tunakwenda kuipambania Simba yetu, kwa kutambua kwamba wapo baadhi ya watu ambao tayari mioyo yao imeshakufa, kwa kutambua ya kwamba wapo baadhi ya watu ambao tayari wameshajikatia tamaa, kwa kufahamu ya kwamba wapo wana Simba ambao hawaioni robo fainali, wapo wana Simba ambao hawaioni kesho yetu, wapo wana Simba ambao wanaamini shughuli ya mnyama hatua ya makundi inaishia hapa. Tukaamua kuweka kiingilio ambacho walau itakuwa sababu ya mwanasimba kuchachuka na kuja uwanjani siku ya tarehe 1 ya mwezi wa pili. Lakini kama haitoshi, kama kuna kitu tunakihitaji sana tarehe 1 ya mwezi wa pili, basi kitu hicho ni mashabiki wa Simba Sports Club. Ndiyo kitu pekee ambacho kinahitajika kwa zaidi ya 100% katika mchezo wetu huu. Na kwa kuwa tunawahitaji sana mashabiki siku hiyo, na kwa kuwa siku hiyo mashabiki ndiyo nyenzo muhimu ya ushindi kwa timu yetu ya Simba, tukasema acha tuweke kiingilio ambacho kila mtu atamudu na itakuwa sababu ya kuja uwanjani. Kama isingekuwa standard ambayo tumejiwekea wana Simba, kama isingekuwa hadhi tuliyokuwa nayo wana Simba, basi mechi hii tungefanya bure. Lakini kwa kuwa kwetu sisi bure ni haramu, tukasema acha tuweke japo kidogo ili wana Simba waweze kuja uwanjani siku ya tarehe 1 ya mwezi wa pili. Mzunguko tumeweka shilingi 3,000. Nyote mnakumbuka na mnafahamu ya kwamba standard yetu kwenye mzunguko katika mechi za kimataifa ni shilingi 5,000. Lakini kwa kuwa hali haiko sawa sawa sana, tukasema wacha tushushe safari hii iwe shilingi 3,000. Tunaamini hakuna mwanasimba ambaye atakosa shilingi 3,000 ya kuja kuishangilia Simba yake. Na tunawaomba wana Simba, na tunawaomba kweli kweli wana Simba, na tunawahitaji sana wana Simba, na tunawahitaji vibaya vibaya tarehe 1 kila mwana Simba aje uwanjani. Na ndio maana tukawekea shilingi 3,000. Ni kiingilio kidogo, hakifanani na hadhi ya Simba, lakini hatuna budi, tumeshikwa pabaya, tumeweka kiingilio hicho ili walau mwana Simba ushawishike, walau mwana Simba uvutike, uje kuishangilia Simba yako, uje kuipa nguvu Simba yako, uje tushirikiane kwa pamoja kuvuka hatua hii na kwenda hatua inayofuata. Hatukosi. Hiyo ni mzunguko shilingi 5,000. Shilingi 5,000. VIPC ni shilingi 5,000. Mara zote VIPC inakuaga shilingi 10,000. Lakini safari hii tukasema tunawahitaji zaidi mashabiki kuliko fedha, wacha tuwekee shilingi 5,000. Tunawaomba ndugu zetu mashabiki wa Simba,
popote mlipo Tanzania hii, tunawaomba Benjamin Mkapa siku ya tarehe 1 kwa shilingi 5,000 yako ya VIPC. VIPB mara nyingi huwa shilingi 20,000, lakini safari hii tumeweka shilingi 10,000. Yule mtu mwenye ndoto ya kukaaga VIPB alafu anakuaga pecha lolo, safari hii tumeweka shilingi 10,000. Tunategemea tutakuwa wengi zaidi katika jukwaa hilo kwa ajili ya kuhanikiza na kuishangilia Simba yetu, twende tukapate matokeo mazuri. Amina. Huwa mnaifahamu bei ya VIPA inakuwaga 50,000, 40,000, 30,000, lakini safari hii VIPA ni shilingi 20,000 pekee. Platinum na yenyewe tumeshusha vile vile kutoka 200,000, kutoka 1,500,000 mpaka shilingi 100,000 pekee. Unapatiwa huduma zote muhimu ambazo huwa tunapata kwenye Platinum, kwa maana ya chakula, usafiri kwa shilingi 100,000 pekee. Lakini Tanzanite ambayo huwa wanakaa VVIP wanapatiwa tiketi ya kukaa VVIP, chakula pamoja na kibali cha kuingia na gari yake, hii ambayo inauzwa kwa shilingi 300,000, wakati mwingine safari hii ni shilingi 1,500,000 pekee. Na niwatangazie tu ya kwamba kabla hata hajatangaza tiketi hizi za Tanzanite tayari zimeshauzwa na zimeshamalizika. Ndugu zangu ni wa Simba, tarehe 1 Jumapili tunakwenda kuandika historia mpya Afrika. Historia ambayo kila mtu itamwacha mdomo wazi. Tunakubali ya kwamba tumeteleza, tumeshapoteza alama 9 mpaka hivi sasa, na tumebakiwa na alama 9 pekee ambazo ziko mbele yetu kwa maana ya michezo mitatu. Ndugu zangu ni wana Simba, niko hapa kuambia kwamba alama 9 tulizozipoteza zimeshapotea. Akili yetu kamilisha. Ziko nyakati ngumu tumeshawahi kupita na tukavuka salama, yako matokeo mabaya tumeshawahi kuyapitia na tukaamka, na hii ninayowaambia sasa tunakwenda kuishangaza Afrika. Alama 9 zilizobaki ni halali yetu, iwe jua iwe mvua, tunakwenda kuchukua alama hizo. Safari yetu ya kuchukua alama hizo inaanza kwenye mechi yetu ya tarehe 1 dhidi ya Esperance. Kwa macho ya kawaida unaiona kama kazi ngumu, kwa macho ya kawaida unaona kama haiwezekani, lakini kwa jicho la Simba hii kazi ni nyepesi na inaiwezekana kwa 100%. Tusemeni insha Allah. Sisi Simba halisi, sisi Simba wenye DNA ya Simba yenyewe, sisi Simba haswa haswa, sisi Simba toka Sandaleni, sisi Simba ya kufa na kuzikana, hatujakata tamaa na hatujaikatia tamaa. Tarehe 1 tunakwenda kuamkia Benjamin Mkapa. Tarehe 1 tunaenda kufia Benjamin Mkapa. Tarehe 1 tunakwenda kuchukua alama 3 Benjamin Mkapa. Pamoja na maneno yote ya kwamba uwanja ni mbaya, pamoja na kwamba hajapata matokeo mazuri kwa siku za hivi karibuni Benjamin Mkapa, pamoja na yote yaliyotokea Benjamin Mkapa,
mwisho wake ni tarehe 1 ya mwezi wa pili. Tunakwenda kuamsha kila kitu katika uwanja ule. Unaruhusiwa kukata kila kitu, lakini hauruhusiwi kukata tamaa, mwana Simba. Narudia tena, unaruhusiwa kukata kila kitu, hadi kukata roho unaruhusiwa, lakini katu, mwana Simba, hauruhusiwi kukata tamaa. Sisi kwetu hii haijamalizika, sisi kwetu bado asubuhi, sisi kwetu hii bado mbichi, na tarehe 1 mtaenda kuiona Simba halisi. Hatuko tayari kumaliza hatua ya makundi kwa fedheha, na hatuko tayari kuishia hatua ya makundi. Tutafanya kila kinachowezekana mnyama achukue alama 3. Tutafanya kila lililokuwa ndani ya uwezo wetu, Simba twende hatua ya robo fainali. Labda Mwenyezi Mungu awe hajatuandikia mwaka huu Simba kwenda hatua ya robo fainali, lakini kwa juhudi zote za kibinadamu tutazifanya mnyama aende robo fainali, na safari yetu inaanzia tarehe 1 ya mwezi wa pili. Tunakwenda kumfanya vibaya Esperance, atake asitake Benjamin Mkapa, tunakwenda kumfanya vibaya. Jambo la msingi hivi sasa kwa wanasimba wote, na hili mnisikilize kwa umakini kweli kweli. Jambo la msingi hivi sasa kwa wanasimba wote, tuache kulaumiana, tuache kunyoshiana vidole, tuache kukatishana tamaa. Kama wewe roho yako ni nyepesi, kama wewe ni Simba mgeni, kama wewe roho yako ni ndogo, kama wewe umeshajikatia tamaa, kaa pembeni. Tuachie sisi wenye roho zetu ngumu, tuachie sisi wenye roho za Simba, tuachie sisi wenye mioyo ya Simba, tuachie sisi wenye damu ya Simba, tuipambanie Simba yetu. Wewe kama umeshajikatia tamaa, kaa nyumbani utulie. Tutakukaribisha kwenye robo fainali mwezi wa 4 hapo. Tuachie sisi tuhangaike na Simba yetu, tuachie sisi tufe na Simba yetu, tuachie sisi tupambane na Simba yetu. Wewe kaa nyumbani usubiri, usitukatishe tamaa na usiwakatishe wanasimba wengine tamaa. Waache wanasimba wenye mioyo yao waendelee kupambana, waache wanasimba wenye mapenzi yao waendelee kuipigania Simba yao. Wewe tulia, subiri hao mazuri yanakuja, tutaendelea kushangilia kwa pamoja. Sisi bado tuna imani, sisi bado tuna matumaini, sisi bado tuna uhakika ya kwamba Simba hii ina uwezo wa kufanya maajabu makubwa. Tuna uwezo wa kushinda mechi zote na tukaenda hatua ya robo fainali. Sisi bado tuna imani hiyo, bado tuna matumaini hayo. Lengo langu moja kwa wana Simba, sio muda wa kushikana mashati, sio muda wa kutafuta mchawi, wala sio muda wa kulaumiana, wala sio muda wa kumtafuta nani ametufungisha mechi 3 zilizopita. Huu ni muda wa wanasimba kuangalia tunashindaje mechi 3 zijazo. Huu ni muda wa wanasimba kuangalia tunapataje alama 9 zijazo. Huu ni muda wa wanasimba kuangalia tunakwendaje robo fainali. Yaliyopita yamepita, tunaangalia anayokuja mbele yetu. Ukishazika haukai juu ya kaburi na kuanza kusononeka, unarejea nyumbani kupanga mipango mingine ya kimaisha. Tumeshamaliza mechi zilizopita, sasa tunaangalia mechi zijazo, tunapataje alama 9. Shutuma hazijawahi kuwa na msaada kwenye maendeleo sisi yoyote, zaidi ya kwamba inaongeza mpasuko katika taasisi husika. Na huu muda sio muda wa wanasimba kuleta mpasuko. Huu ni muda wa wanasimba kusimama pamoja. Huu ni muda wa wanasimba kuimba lugha moja,
na kuipambania Simba yetu. Haijalishi kiongozi aliyepo madarakani haumpendi, haijalishi utawala uliopo hauna mapenzi nao, haijalishi chochote. Hii Simba sio ya viongozi, hii Simba sio ya mangungu, hii Simba sio ya magori. Muda wao utapita, historia yao itafutika, lakini historia ya Simba Sports Club itabaki milele na milele. Hii leo kila mwana Simba anayekumbuka Simba iliyocheza fainali mwaka 93, lakini ukimuuliza mwana Simba yeyote nani alikuwa kiongozi wakati huo, anaweza asiwe na majibu, lakini anakumbuka ya kwamba Simba amecheza fainali 93, lakini hamkumbuki kiongozi. Na ndo hivyo hivyo Simba hii ikiishia hatua ya makundi hapa itabaki milele na milele, na watu watasahau kiongozi alikuwa nani. Aibu na fedheha inabaki Simba Sports Club. Yule kiongozi anakuwa ameshamaliza muda wake, ameshaondoka, lakini fedheha na aibu ya Simba inabaki pale pale, na aibu hiyo itakuja kurithiwa na vizazi vinavyokuja. Maana yake tunawatia unyonge vizazi vinavyokuja ya kwamba mlimalizaga nyinyi hatua ya makundi, hamna pointi hata moja. Tusikubali kurithisha vizazi vyetu aibu hiyo inayokuja. Wakati huo hakuna mtu atakayemjua Mangungu, atakayemjua Mangori, atakayemjua Mo Dewji. Kila mtu wakati huo atakuwa anayejua Simba Sports Club ndiyo iliyofeli. Ndugu zanguni, sisi chetu ni Simba Sports Club na wala sio viongozi. Sisi tunaiunga mkono Simba Sports Club na wala sio viongozi. Ndugu zangu wana Simba, pendeni tukaipambanie Simba yetu.